mtazamo wako na msimamo wako kwa wale ambao walipaswa kutoa hiyo endorsement, kwa nini watoe kwa mtu mmoja, na nini hatima ya soka kwa mtazamo wao, na nini unavyoiona wewe? Ya mimi nafikiri cha kwanza kikubwa ni dhamira mbaya ambayo iko madarakani. Angekuwa mtu ambaye anataka utawala bora, wala jambo lisingetokea, kwa sababu kama amefanya kazi nzuri watu wangepewa uhuru. Na kwa sababu anasema kama kudhaminiwa na mtu mmoja, kudhamini mtu mmoja uruhusi kudhamini mtu wa pili, yeye angepata zile kura zake 5, angeacha watu wengine nao wapambane. Kwa hiyo kikubwa, nadhani kikwazo cha kwanza ni rais ambaye yuko madarakani, lakini la pili pengine nadhani wale wajumbe wale 46 pengine walitishwa, walitengeneza mazingira ambayo usipomdhamini basi itakula kwako, kwa sababu alijua huyu lazima ataendelea. Lakini hiyo sio dhana ya utawala bora katika mpira. Katika jambo lolote lile lazima tufuate taratibu na mtu uwe wazi, yaani lazima mtu uwe transparent ili haki itendeke. Na mpira huwezi kuongoza mtu mmoja ukaleta utawala kiimla, haiwezekani. Ongoza watu wengine waje uwashinde, basi jambo ni demokrasia. Tuko tayari tushinde kwenye box, lakini sio kwa utaratibu huu. Huoni kama kuna kasoro ama kuna dosari inawezekana mwana huu kutokana na udhaifu wa katiba ya TFF? Kwa nini haina ukomo? Kama ingekuwa na ukomo, kwa sababu wameshagombea mara zaidi ya mara 2, kulikuwa na ukomo, kulikuwa ni msingi wa kutenda kwa haki. Lakini kwa sababu hakuna ukomo kwenye katiba ya TFF, inawezekana kuna shida hapa. Mimi nitazungumza baadaye, lakini nadhani kwa kifupi ni kwamba ile katiba ilichezewa kwa lengo maalum, kwa sababu mtu mshoko wa kiongozi timu mbili ndio mwisho. Sasa alifanya vile kwa namna ambayo alijua yeye ili iweze kumsaidia. Haiwezekani leo mtu ameongoza miaka 8 baada ataka kuongeza miaka mingine 4. Lakini ingempa heshima zaidi kama angeongoza alivyoongoza miaka 8, kwa mafanikio ambayo ameyapata angetoka kwa heshima. Tuna viongozi ambao tunaona na tuna mifano hai. Mtu kama Tenga alifanya kila kitu miaka 4 akasema inatosha, na alijenga msingi mpaka leo anaheshimiwa. Kwa nadhani kikubwa ni kiongozi upende demokrasia, ndio jambo muhimu. Pengine kama sasa pengine kamati itatenda haki, unafikiri kama ikiwa wewe ni mmoja kati ambao wanaelekea kunyimwa haki, hatua gani pengine inaweza ikafuata? Taratibu za kisheria za kimpira zitafuata, kwa sababu kamati ile ya uchaguzi sio ya mwisho. Kwa hiyo tutaangalia kwamba baada ya hapa unakwenda kwenye hatua ya kamati ya rufaa, kuna kamati nyingine ambazo zitafuata. Kwa hiyo tafuata zile taratibu zote za mwongozo na namna kwamba unapokuta umenyimwa fursa yako au haki yako eneo fulani, basi unakwenda ngazi ya juu. Huko mwisho hatuwezi kujua maamuzi mengine. Lakini kwanza tunasubiri Jumatatu au Jumanne tuone kamati ya uchaguzi itasemaje.